You ready? Yeah, I'm ready. Yeah. Kwa nini nafanya utalii na farasi? Sisi tunafanya utalii ya farasi sababu tunaweza tukakaribia wanyama, yani hapa na hapa. Na naona ni bora zaidi kuliko gari sababu unaweza kuwakaribia yani karibu sana. Ni sehemu gani nyingine mnafanya utalii wa farasi? Tunafanya huku Arusha National Park, West Kilimanjaro, kule Sinia na Ngorongoro na Ndutu pale. Tunafuata migration ya nyumbu. Unapotalii na farasi Arusha National Park unaona wanyama gani? Huku Arusha National Park tunaona twiga, mbogo, tembo na kiboko. Na kule Serengeti sana sana ni nyumbu, simba, fisi na pia tunakalia kule Ruaha. Lakini kule kuna simba wengi sana, kwa hiyo inabidi uwe makini sana. Farasi wakikutana na wanyamapori hawakimbii? Wanashtuka kidogo lakini wanaona huyu ni mnyama mwingine tu, kwa hiyo hawaogopi sana, lakini naweka distance fulani tu. Baadaye tutaendesha farasi. Tukirudi tutakupa round kwenye farasi ili mtesti. Haya, karibuni. Utalii wa kutembea kwa miguu hifadhini ni safari ya kipekee, safari ya kugusa asili kwa miguu, kwa macho, akili na moyo. Ndani ya Hifadhi ya Taifa ya Arusha, utalii wa kutembea kwa miguu ni moja kati ya shughuli za kitalii zinazofanyika hapa. Utalii huu umezoeleka kufanywa na watu wazima. Watalii wetu ni watoto, wanaonja ladha na uzuri wa utalii wa kutembea kwa miguu hifadhini. Haya ni mambo muhimu ya kuzingatia unapotaka kufanya utalii wa kutembea kwa miguu hifadhini. Usalama wakati wa kutembea kwa miguu hifadhini ni muhimu kuzingatiwa. Vaa mavazi yenye rangi zilizotulia yatakao kuruhusu kufanya utalii kwa uhuru na kukulinda. Usisahau kofia ya kukukinga na jua na miwani. Vaa viatu vya kufunika miguu vizuri kama safari boots au raba zinazomudu mazingira ya porini. Beba vifaa muhimu kama kamera na kiona mbali, bila kusahau maji ya kunywa. Watalii au mtalii anayechagua kufanya utalii wa kutembea kwa miguu anatakiwa kuwa na askari au mwongoza wageni mwenye silaha kwa ajili ya kujihami na wanyama wakali. Askari au mwongoza wageni mwenye uzoefu na aliyeidhinishwa. Muda wote fuata maelekezo ya askari au mwongoza wageni. Mbogo wa Arusha National Park badala ya kuwa na rangi nyeusi wako na rangi ya ugoro. Unaona kama wanakuwa kama brown fulani hivi, rangi ya ugoro. Ni kwa sababu ya maji wanayokunywa na kuoga.
Kwa hiyo hii kind of material ya fluoride yanastaki kwenye ngozi. Watoto wetu wamepata bahati ya kuona vivutio kwa ukaribu kabisa. Tazama hapa, wamewakaribia nyati kwa ukaribu kabisa. Mbogo ana shida ya upofu wa rangi. Na ndio maana akijeruhiwa kule juu, akikuona wewe hapa, anaamini bado ni yule yule kwa sababu ya upofu wa nini? Wa rangi. Lakini tunapokuwa tunawasogelea wanyama kama mbogo, kitu cha kwanza tunachotakiwa kuangalia ni upepo unaelekea wapi. Kwa sababu wanatumia sana kunusa. Kwa hiyo ili asikunuse, wewe unatakiwa uwe upande ambao upepo unaelekea, lakini kwa kumwacha yule mnyama mbele yako, ili kumkata upepo. Tunaposema kukata upepo, maana yake ni kwamba yule mnyama asikunuse. Kwa mfano hapa tulipo sasa hivi, upepo unatoka kule unakuja huku. Hata kama ungekuwa unatoka huku unakuja huku, bado still hawezi kutunusa, ila anatuona kwa sababu tuko karibu naye. Kwa hiyo unatakiwa umkate kwanza upepo, alafu kwa ajili ya ulinzi yani, ili asikunuse. Kwa sababu nimewaambia kwamba mbogo anatumia sana nini? Pua, kunusa. Kwa hiyo upepo unavyokuja alafu kamkuta yeye kwanza, alafu ndio kwa kukuta wewe, ni hatari zaidi. Why do giraffe like to feed on fresh leaves? It's because they use the moisture which are found in the fresh leaves for digestion. Wanapoinama kwa ajili ya kunywa maji, wanahitaji kutawanya miguu yao ya mbele ili kupata balance. Kwa hiyo wanapotawanya miguu ya mbele na ya nyuma kidogo, kitu kinapomshtua hawezi kunyanyuka kwa uharaka na kuanza kukimbia. Anahitaji kukusanya kwanza miguu ili apate support ya kusimama, kwa sababu shingo yake ni ndefu. Ndio maana anahitaji at least kama sekunde kadhaa hivi ndio asimame. Na kitendo hicho cha kukusanya miguu kwa mnyama kama simba anapokuwa anamvizia ni muda mwingi sana. Kwa hiyo ndio maana wana avoid kunywa maji sana. Wanakunywa kidogo na pale anapojisikia kwamba nina kiu, lakini pia sehemu ile inahitaji kuwa salama kwao, atakunywa maji. Lakini asipokunywa, mara nyingi atahitajika kula majani ambayo ni machanga ili kutumia maji yanayopatikana kwenye haya majani machanga kwenye digestion. Utalii wa kutembea kwa miguu hifadhini unampa fursa mtalii kuona vivutio kwa ukaribu kabisa. Watalii wetu wa ndani wanaona mnyama twiga kwa karibu kabisa. Ukifanya utalii wa kutembea kwa miguu unaimarisha afya ya mwili na akili. Kauchovu kadogo akakosekani, lakini kwa Arusha National Park kauchovu kanamalizikia.
muhimu kutembea kwenye njia zilizopangwa. Tumia njia zako za fahamu. Sikiliza, tazama na nusa kujua ni mdudu, ndege au mnyama gani yupo karibu nanyi. Usivunje vichaka wala kusogea karibu na wanyama. Fuata maelekezo, kila pori lina mipaka na heshima yake. Kuwa mtulivu, sikiliza na furahia sauti za asili kama ndege wakiteta na kuimba, upepo ukivuma na miguu ikigusa ardhi ya Tanzania. Na mwisho, usitupe taka, usiharibu mazingira, bali uwe sehemu ya kuyatunza. Kwa kufuata kanuni hizi, tunalinda uzuri wake na kuonyesha mfano wa uwajibikaji katika uhifadhi. Kutembea hifadhini si tu safari ya kuona vivutio kwa ukaribu, bali ni safari ya kujifunza na kufurahia asili. Uhifadhi ni msingi wa uhai wetu. Uhifadhi unalinda mazingira, wanyamapori na rasilimali zinazotegemewa na binadamu. Wazazi, pindi watoto wanapokuwa likizo, tuwape nafasi ya kufanya utalii. Hii itawawezesha kuwa watalii na wahifadhi wazuri. Maisha ni utalii. Utalii ni burudani. Utalii ni furaha. I do like this. Do like this. It's not going. Do like this. Tumewaleta watoto ndani ya hifadhi ya taifa Arusha kujifunza kuhusu uhifadhi ili wao wahifadhi bora wa baadaye, lakini pia kuwa watalii wazuri wa sasa na wa baadaye. Na huu ni utalii wa farasi. Unasubiri nini kumleta mwanao katika hifadhi ya taifa Arusha kufanya utalii wa farasi na kufanya utalii wa kutembea kwa miguu? Utalii unaanza na mimi na wewe. Tumerithishwa, tuwarithishe.